Uhali gani mpenzi mtazamaji wa MCC TV na msikilizaji wa MCC Radio. Nikukaribisha sana kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumapili kutoka hapa MCC TV, na mtangazaji wako ni mimi Upendo Fidelis. Karibu uwe nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka tamati ya kipindi chetu hiki. Lakini kama mnavyoona hapa studio leo, siko mwenyewe, lakini niko na mwanadada hapa akiwa amependeza kabisa. Tutazungumza naye mawili matatu yanayohusiana na ibada ya leo. Lakini kwanza kabisa, najua una shauku ya kumsikia mgeni wangu hapa studio, una shauku ya kujua majina yake, na una shauku pia ya kujua ni nini ambacho tutazungumzia leo kuhusiana na ibada ya leo. Mwanadada, karibu sana. Asante. Mtazamaji anatamani kufahamu majina yako. Unaweza ukamwambia majina yako? Asante. Mimi kwa majina naitwa Betila John Raphael. Betila John Raphael. Okay, niko na Betila John Raphael hapa. Tutazungumzia mawili matatu yanayohusiana na ibada ya leo, na leo tumekuwa na ibada nzuri kabisa, ibada ambayo imebebwa na kichwa cha somo ambacho kinasema kumiliki nyara. Tumekuwa na ibada nzuri ya kumiliki nyara. Ilikuwa ni ibada nzuri iliyojaa uweza na nguvu na baraka kem. Lakini leo tumekuwa na ibada nzuri ya kumiliki nyara. Betila, Ndio, ni unazungumzia je ibada hii ya kumiliki nyara, ikiwa na wewe ulikuwa ni mmoja wapo kati ya watu ambao tulikuwepo katika ibada hiyo? Asante. Ibada ya leo ilikuwa inahusiana na kuteka nyara. Ilikuwa ni ibada nzuri sana. Ndio. Iliyojaa baraka tele, Ndio. nguvu, mafanikio makubwa na kadhalika. Pia ibada hii ya kuteka nyara ilikuwa inahusiana na vitu vingi. Ya, tulikuwa tuna ibada nzuri ya kuteka nyara. Tumemiliki nyara, tumeteka nyara. Kwa kweli ilikuwa ni ibada yenye kupendeza sana sana, na tumeona watu wakiwa wamepokea baraka zao za kumiliki nyara. Ndio. Leo hii kwa kweli ilikuwa ni ibada nzuri kabisa. Wewe unawaambiaje watazamaji wetu na wasikilizaji? Mimi nitawaambia watazamaji pamoja na wasikilizaji kuwa waendelee kutusikiliza. Pia wafuatilie ibada tunazofanya kila Jumapili na vipindi mbalimbali kama hivi. Lakini pia hebu wape shauku, unawaambiaje kuhusiana na kufika sasa kwenye ibada zinazoendelea hapa Mbeya City Church? Kuhusu ibada zinazoendelea hapa, ni ibada nzuri sana kwa kweli. Mimi mwenyewe ndo mara yangu ya kwanza kusali hapa, ila nimevutiwa sana. Ndio. Na Jumapili nyingine pia nitatamani kuja. Karibuni sana. Karibuni sana. Ni ibada nzuri sana yenye mafanikio, baraka na neema tele. Asante sana Betila. Asante pia Madamu Upendo. Asante sana. Na huyo ni Betila, amezungumza ya kwake kuhusiana na ibada, na amekukaribisha na amekupa shauku wewe ambaye umekosa leo kuwepo katika ibada ya leo. Njoo na wewe, kuna package yako katika ibada ijayo. Asante sana Betila. Asante pia Madamu Upendo. Asante sana na kushukuru sana. Na tunaendelea na kipindi chetu hiki cha ibada yetu, lakini pia baada ya kuwa na Betila hapa, pia ninaye mgeni mwingine hapa, kijana hapa akiwa ametulia kabisa hapo, na yeye atajitambulisha majina yake, halafu tutazungumzia kuhusiana na ibada ya leo, ibada ya kumiliki nyara. Tumekuwa na ibada nzuri kabisa. Kaka, karibu sana kwenye studio zetu za MCC TV. Asante sana. Waambie watazamaji wetu majina yako.
Amina, kwa majina yangu naitwa Fadhili Elisha Kabuje. Fadhili. Na Fadhili, karibu. Asante. Ndio. Nimefurahi sana kufika mahali hapa. Naonaga tu kwenye mitandao huko. Ibada zikiwa vizuri kabisa. Leo ni mara yangu ya kwanza kuingia humu ndani. Ndio. Nimefurahi sana. Wow. Nimefurahi sana. Asante sana Fadhili, na tulikuwa tuna ibada nzuri kabisa, ibada ya kumiliki nyara. Unaizungumziaje ibada hiyo, ikiwa na wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamehudhuria kwenye ibada hiyo? Asante. Mtumishi wa Mungu amefundisha vizuri sana siku ya leo. Hata mimi mwenyewe nimependa. Ndiyo. Amefundisha ibada ya kumiliki nyara. Jinsi ya kumiliki nyara. Ndiyo. Kwa sababu nyara yani kumiliki kitu ambacho kile una au kimeibiwa na adui. Ametufundisha vizuri mtumishi, katueleza vizuri nitakuwa tumiliki nyara. Sasa siku ya leo hata mimi mwenyewe nadhani nikitoka hapa nitaenda kuona baraka zangu, maana ibada ilikuwa nzuri sana na imenikolea sana siku ya leo. Na pia umenikumbusha jambo hapo Fadhili, kwamba tumejifunza ni kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango ule wa 30 na kuanzia mstari wa kwanza na mpaka mstari wa 20, lakini akatupa kama homework mtumishi wa Mungu, akasema tunaweza tukasoma kitabu chote hiki cha Samueli wa kwanza 31 mpaka ile 31. Akasema tunaweza tukafanya hivyo kwa sababu tumeona jinsi Daudi ambavyo mji wake ulitekwa nyara pamoja na wakeze, lakini pia na mali na vitu vingi vya thamani vilivyokuwa katika ule mji ambavyo vilikuwa vimetekwa, lakini tumeona kwa namna gani Bwana akamsaidia Daudi kuvirejesha, kuvipata tena vile vitu ambavyo vilikuwa vimetekwa nyara kwenye ule mji aliokuwepo yeye Daudi. Kwa hivyo hapo Fadhili, naona kabisa umenifundisha, yani umenikumbusha kuhusiana na vitu ambavyo tunakuwa tumevipoteza, kuviteka nyara na kuvirudisha kuwa kwenye himaya yetu tena. Ndio Fadhili, unaweza ukazungumza tena neno lolote? Mimi mtumishi wa Mungu nimemuelewa vizuri, hasa alipomzungumzia mtumishi wa Mungu Daudi. Jinsi Daudi alivyokuwa anatafuta mafanikio kutoka mwanzo mpaka anaenda kutafuta hatima yake. Alipambana, alipitia vikwazo vingi njiani, kuna wengine walikata tamaa, lakini yeye aliweka nia moja kwamba lazima nifike nikateke nyara. Mpaka mwisho wa siku hatima yake ilikuja, ilitimia. Mtumishi wa Mungu amefafanua vizuri, japokuwa mimi siwezi kufafanua kama hivyo fafanua yeye, lakini amenifundisha vizuri na nimejifunza vizuri kupitia mtumishi wa Mungu Daudi. Lakini kwa namna moja ama nyingine umeelewa mafundisho ya mtumishi wa Mungu Pastor Richard? Nimeelewa sana. Asante sana. Na pia unaweza ukawaambia watazamaji chochote ambacho unajisikia wewe kuwaambia, ambacho natamani wakijue au wakifanye, waambie watazamaji wetu. Jamani watazamaji, watumishi wa Mungu, mimi hapa ni mara yangu ya kwanza kufika kanisa la Mbeya City Church, sio? Ndio. Ni mara yangu ya kwanza, lakini ibada zilizopo hapa ni ibada nzuri na zinaendeshwa vizuri. Nimeona kuna praise team wanaimba vizuri sana, kama yani Mungu anaonekana. Yani kama wewe unapenda kuimba, unapenda kucheza, nimeona mimi toka kwenye praise team mpaka anapokuja kupanda mtumishi wa Mungu, yani mambo yalikuwa mazuri. Hata wewe uliko hapo popote pale ulipo, uko Mbalizi, mimi natokea Mbalizi, uko Mbalizi, uko Tunduma, uko Uyole, uko sehemu mbalimbali, Tukuyu, Kiela, Arusha, Moshi, Dar es Salaam, unakaribishwa hapa Mbeya City Church. Unakaribishwa sana. Ibada ni nzuri zaidi. Nimependa sana mimi. Mara yangu ya kwanza, lakini nimefurahi sana kufika mahali hapa. Na nikupe tu maelekezo ya kuhusiana na hili kanisa la Mbeya City Church lilipo. Ikiwa umetokea eneo lolote lile ndani ya Mbeya ama
nje ya mkoa wetu wa Mbeya, fika Kabwe au fika Mwanjelwa, panda bajaji zinazoelekea Mapelele, shuka kituo kinachoitwa Transformer, na ukifika Transformer ukiulizia kanisa la Mbeya City Church utakuwa umefika kabisa, kwa sababu kanisa hilo haliko mbali na barabara. Kwa utakuwa umefika kabisa, na sisi tunawakaribisha sana sana sana, mfike kwa wingi kabisa, mkuje mpokee baraka zenu, mpokee sehemu ya yani mpokee majibu ya maombi yenu. Karibuni sana sana sana, na nikushukuru sana Fadhili kwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi chetu hiki. Asante sana. Asante sana mtazamaji wetu kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo, na hii ni tamati la kipindi chetu hiki cha ibada yetu kinachokujia kila siku ya Jumapili, lakini mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine kijacho. Karibu sana, na ulikuwa nami mtangazaji wako Upendo Fidelis. Asante sana na kwaheri.